mission statement yetu imekamilika kwa kuwa na waamini waliobadilishwa, waliojaa Roho Mtakatifu, wenye ushirika, wanaostawi kimaisha ili kuyafikia mataifa. Kwa hiyo tunaangalia, umestawi kimaisha? Bado sina kazi. Kwa nini una kazi? Tunakuombea, tunakutia moyo. Kwa hiyo tunastawi. Ishara midogo midogo tu, lakini Mungu anabariki, watu wanazidi kustawi. Basi sisi tunastawi, kama kanisa tunastawi. Na mimi binafsi nastawi. Na wewe pia unastawi. Kama ustawi, lengo letu litakuja kama vizuri. Alafu tunakuangalia, je, umestawi, unapeleka agizo kuu. Tutaangalia leo kapu. Watu waliostawi hawatoi 1000 kwenye injili. Watu waliostawi wanafikiri kutoa 10,000, 20, 30, 50, 60 laki kwa ajili ya injili. Maana mkutano una gharama. Na hela ikiletwa hapa leo, sadaka hii ni mfuko maalum kwa ajili ya injili. Hayo moja baada hapo unashangaa tunabarikiwa. Kwa hiyo katika maendelezo ya kuzungumza kuhusu ili kubarikiwa, ili la kubadilika, ndio ile ambalo leo tumemruhusu Roho Mtakatifu atusaidie. Sitaongea mengi, tuongea tu mambo mafupi kwenye ile la kubadilishwa, alafu tutaenda kukamilisha kwa maombezi. Katika kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza mstari wa 16. Tuko tayari? Kwa mic. Okay, good. Baba, ile la kwanza mimi nisome mwenyewe. Kwamba kubadilishwa, nitoe tafasiri, ni ile hali ya kutoka gizani kwenda nuruni. Ni ile hali ya kutoka gizani kwenda nuruni. Ni ile hali ya kutoka kwenye dimbwi la maovu kuwa mtakatifu. Ni ile hali ya kuwezeshwa kushinda dhambi. Ndio mambo tunazungumza kuhusu kugeuzwa. Na tukaita hiki ni kituo cha mabadiliko. Tunatazamia vijana wetu wakiingia kanisani wakutane na nguvu ya mabadiliko ya kuwasaidia kuacha mambo mabaya. Kwenye swala la tabia, ziko tabia za kimapepo, ziko tabia za kurithi kwa wazazi, ziko tabia zile za anguko. Sasa ukienda kwa wazungu, wao wana tabia zile wana tabia nyingi za kurithi. Yaani swala la udokozi na uongo kwao haipo. Sisi tunapozaliwa kudanganywa na mama, yani ni kawaida kabisa. Hata jisimba. Kuna mmoja alidanganya mtoto wake vibaya mpaka siku moja akajitia. Alivua viatu pale kulikuwa na alikuwa anaulizia kuhusu kiungo mojawapo cha mwanadamu ambacho mtoto alikiona kwenye picha. Kiungo kinacho cha kawaida. Na mtoto akikuuliza kiungo cha mwanadamu ambacho sio cha kawaida, ungemjibuje? Inaitwaje? Mtoto anauliza, mama, nani? Inaitwaje? Mama akamwambia, inaitwa viatu. Anasema inaitwa mtoto atakuelewa, mdogo haelewi. Hapana, hatuiti roho mtoto kujifunza mzee, na mimi nakukemea. Mtoto anajifunza kulingana na mazingira anayoona wazazi, maana tutaelewi. Nataka umeeleze. Kwa mfano, tumbo mama, kwa nini tumbo mama la koba? Mama anajibuje? Nimekula maharage, nimevimbiwa leo. Mtoto, mama yangu, nimekula maharage, yaani kuna ngoja Jumanne njooni mfundishwe jinsi ya kulea watoto. Maana hiyo ndio inayofanya watoto wetu wakue na roho hiyo ya uongo, kwa sababu wamerithi kutoka kwa wazazi. Maana hao semi kweli. Kuna vitu hatumwambii mtoto kweli kabisa, lakini tunamweleza kwa utukufu wa Mungu ili aweze kujua. Angalia huyo mzazi alichofanya. Akamwambia ni viatu. Kesho wageni walipoingia kapetao ni nzuri. Mtoto ameenda, karibuni. Wewe ni nani yenu hapo? Malizie hapo.
malizeni viatu. Kweni manani yenu hapo. Sasa watu wakasema hii ni nini? Sababu jana alidanganya kwamba ni viatu. Bana sasa ameshaelewa, baadaye ameelewa. Kwa hiyo amejua sasa bana ndio sasa hiyo nani ni viatu. Sasa ni viatu kweli, sasa si uongo, sababu mtoto anasema kila ambacho tayari amejifunza. Haya, ukienda pole pole mtoto anapatikana wapi? Tunapata kama mtoto wapi? Wazazi tunadanganya watoto. Kwa hiyo na watoto wanakuwa kama watoto wote wanapatikana hospitalini, kwa sababu hatuna ule ujuzi wa kuongea na mtoto kwa lugha yake aelewe uumbaji wa Mungu. Uongo. Sasa haya, wizi. Wewe mwenyewe mama ni mwizi, naiba kwa ukijua kama hizi ya baba tu unachukua. Na unachukua hata kujulisha. Na mtoto naye iba akikuwa ni kuchomoa. Kwa hiyo kuna tabia za kurili ambayo sisi tunapookoka inabidi kupambana nazo, kwa sababu uongo, yani unasikia kabisa limpendwa linachukua simu. Halo? Tunakutana tukisema tukutana saa ngapi? Saa 8. Sasa hivi saa 7:30. Uko wapi? Bwana ndio niko kwenye daladala na niko nimekaribia, na mtu hata hajavalia. Yaani nimekaribia, niko kwenye daladala. Sasa kiangalia hiyo inaonekana kama ni hekima, lakini nyuma ya mambo kuna roho ya uongo ambayo mimi nimejifunza kusema ukweli na kuomba msamaha. Bwana nimechelewa. Na nimeanza kwa polisi. Polisi wa Tanzania, nyama dereva wenzetu, msipambane na polisi. Akikusimamisha tu wewe unamwangalia, afande leo umenikamata kweli. Kioo changu kwanza, mimi kioo changu ni kibovu. Alafu kwa bahati mbaya sina stika ya usalama. Kwa sababu alikuwa ananiambia tena nina makosa manne, lakini kweli kama Mungu asikusamee makosa yetu wote, na wewe afande leo mbele ya Mungu upata shida kweli. Naomba tu huruma zako. Yaani mtu anakuachia tu nenda hata simwambii mimi mtu gani. Kwa sababu kila mtu anapenda mkweli, mtu mkweli anakuwa na nguvu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba badiliko hili linahitaji, kwa sababu tuna dhambi za aina hizo tatu. Hizo za kurithi kwa wazazi ni vitu ambavyo tunapambana nayo, kwa sababu kama baba anavyosema pia kuna roho nyuma yake ya dhambi zote zingine zote tunazokurithi kutoka kwa wazazi. Kwa mfano kusema kwa Wachaga wana dhambi yao, wanaambiwa sio ni wajanja, sijui wabena wana kwao. Wewe nani? Wewe ni mtu kutoka Kigoma? Ni nani? Basi umekwisha. Yaani kila mtu ana roho fulani ya kikabila ambayo iko nyuma yake. Si nyinyi ni wagogo na nyinyi mna vitu vyenu. Sasa tukiokoka kwenye badiliko la kanisani, ndio hili tunasoma katika Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Tusome sasa somaji wangu. Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Inasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani. Kwa kila aaminiye. Kwa hiyo ni uweza wa Mungu uletao nini? Uletao wokovu. Hii ndio Injili inayotakiwa. Hii uweza, neno uweza kwa Kigiriki ni dunamis. Dunamis ni ile nguvu inayopasua baruti kwenye migodi ile. Hiyo nguvu sasa ikishamuingia mtu inaleta badiliko katika moyo wake. Kwa hiyo ndio Injili ambayo tunaamini kwamba mtu anapookoka, anapoamini, lazima apokee hiyo nguvu. Kama hajapokea hiyo nguvu, bado ni mtu wa dini. Ile nguvu ya kumfanya atoke gizani aingie nuruni, hiyo bado kama hana, itakuwa ni nguvu. Sasa kurudi kwenye utangulizi wangu, kwa zile dhambi za asili ni ile hali ambayo mtu pamoja na kwamba hafanyi makosa mengi, anaonekana kama ni mtakatifu, lakini bado hajaokoka, kwa sababu ile nguvu ya dhambi inakaa ndani mwake. Kiburi, hali fulani ya majivuno inakaa ndani kwa sababu ya dhambi ile ya Adamu tuliyoipata. Katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19, Paulo anasema, natamani watoto wangu Kristo aumbike ndani mwenu. Kule Kristo kuumbika ndani, Wagalatia 4:19. Kule Kristo kuumbika ndani mwako ndio tunachozungumzia mabadiliko.
Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili 5:17. Mtu akiwa ndani ya Kristo. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Yote hayo naotangaza kwamba kuna mabadiliko. Kwa hiyo huyu anayetamka maneno haya ni Sauli. Na Sauli mnajua alivyokuwa anaishi. Alikuwa ni muuaji, mpiganaji. Siku alipokutana na Yesu alipokuwa Dameski, mnajua nguvu iliyomkamata. Na hiyo nguvu haikuwa ya kawaida. Na leo hii anatangaza kwamba kwa kweli nguvu hii ilikuwepo ndani mwake na ndio iliyosababisha afunguliwe. Katika Tito sura ya 2 mstari wa 11 anasema neema ya wokoayo wanadamu. Tito 2:11. Neema ya wokoayo wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa. Na neno kutufundisha kukataa. Hiyo neema ndio inayotusababisha sisi wote tuweze tukafundishika. Otherwise huwezi kuacha uovu bila nguvu hii ambayo tunaisemea. Maana neema hii, neema ya Mungu ya wokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, pate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa nimalizia hapo kwa maandiko yangu kwamba kila mtu kwenye kanisa letu hili anaweza akabadilika kabisa. Hata kama ulikuwa na addiction. Sema sasa asubuhi kwamba addiction ni uraibu, uraibu. Yaani unakuwa zezeta. Unapoamua kupa Yesu maisha, tuna imani kwamba nguvu hii iingie ndani mwako, ikubadilishe, uanze kupiga. Tumepata shuhuda za karibuni za Ezekiel pastor iliyopita. Kila tukikuangalia atukumaliza. Hizi anavyosema kwa chanua la kitabu. Sasa leo hii anapohubiri mbele mamake analia na babake analia kwa sababu ameona kuna nguvu iliyotokea. Katika kitabu cha Wakorintho anasema na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hiyo. Yaani kuna watu ambao kabla mjaokoka mlikuwa humo. Kuna watu ambao mfai kwa jamii. Lakini leo mbele za Bwana kwa ajili ya damu na msamaha wa Yesu umefaa. Sasa tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi? Hasha. Tukiokoka tunabadilishwa. Kama kuna mtu ambaye hajabadilishwa, ajue hapa sio mahali pako. Tukiendeleza itatuharibia. Wengi wanasema acha ngano na magugu ya kue. Tukisha kugundua ni gugu, tunakuketisha vikao. Kama utabadilika, ya afadhali uondoke. Katafute dini ambazo zinafurahia mabaya. Kwa mfano kama wewe mtapeli, unachukua hela hapo, unachukua pale kwa jina la wokovu. Aisee, hatutakuvumilia, tutashughulika na wewe. Hata hivyo nitoe ombi kwa sisi wapendwa. Hakikisha kama unataka kumkopesha mpendwa hela, kaa naye kabisa, muangaliane usoni. Mimi muangaliane usoni kabla hujampa. Kwa sababu kweli wazungu wasema kukopa harusi kulipa matanga. Akikujia anakupa story. Hapo unajisikia anakuambia wewe mtu gani ambao usijisikii. Wewe ndugu yangu sasa gani wewe? Mimi kwa mazingira ya miaka mingi bila shaka nafikiri nielewa, miaka mingi nimetangaza mimi kabisa siwezi kumkopesha mshirika pesa. Kwa sababu lazima nihubiri kweli. Hivi sasa kama kuna mtu namdai huko ndani alafu nahubiri, si utaniona kama mimi nakuja kuhubiri wewe? Wewe mwaminifu wewe. Unakopa hela watu ulipi, alafu nishakukopesha. Basi nikaona ni hekima yangu. Kama ninayo nakupa, nenda nayo, barikiwa. Na kama sina siwezi kukukopesha kwa sababu utanizuilia kazi yangu.
Hata hivyo na mimi sikukopi. Kwa sababu nikishindwa kulipa siku nimehubiri utasema hilo limechukua hela yangu wiki ya 3 sasa haijadilipa. Kama nikichukua hela yako labda nikwambie nipe tu kwa sababu nimesahau nyumbani. Ziko kwenye pochi. Nikuletee kesho kutwa. Hiyo ndio yani nikikwambia nipe hela najua ziko naenda kuchukua nikuletee. Sio kukopa. Maana kukopa maana yake ni kwamba hauna, unatazamia upate, na saa nyingine unaenda kupata upati. Kwa sababu sisi tumefundisha wachungaji kwamba usiwe kwazo la namna yeyote, na usiwe mtu anayelaumika. Maana hata mimi baada ya kuokoka naendesha gari, haisee kumbeba mwanamke mbele ya gari siku 2 mfululizo, hata kama ni muujiza siku kaa huko nyuma, shindikana pia huko nyuma ndani huko nyuma tikiti. Kwa sababu akina panya wakipita wakapiga picha, nikajikuta niko kwenye Facebook kesho, nitaanza kujitangazaje? Jamani, mimi sio mimi, si wana pago ilikuwa tunamsaidia lifti maneno mengi tajibu bwana. Kuna dada mmoja anaitwa Maipaja huko kwenye mtandao, najua swala lake wenyewe mnaofuatilia lilianza kiduju sana, ilikuwa ni Gisu tu na dada yake, lakini sasa hizi limekuwa kubwa kiasi cha kwamba hata ukikutana naye hapa sasa hizi hata kumwambia bwana asifiwe unaogopa, unarudi nyuma kwanza, kwa sababu ya jinsi watu alivyojiingiza na watu walivyomsema. Hata kama alikuwa ni kwa kumsingizia tu, lakini imepanuka sasa kwa sababu ameyaruhusu mazingira. Usiruhusu mazingira yaonyeshe udhaifu wako. Pambana, ishi kwa shida, kula viazi kuliko kupenda kula nyama. Unakopa mpaka hela. Watu wenye akili wakikopa hela wanakopa hela za kuwekeza, hawakopaki hela za kwa ajili ya chakula au kwa ajili ya nguo. Mama nani, unakopa hela kununua kitenge, hata kama cha WWK, hata kama cha WWK. Samani mwenyekiti kabisa, nitakuja mwenyekiti, hali imekuwa ni mbaya, siwezi kukopa hela kwa ajili ya, lakini kwa ajili ya mchango, labda unapokea mwisho wa mwezi, labda ulipe utoe, unaweza ukafanya hivyo kwa mpendo. Lakini lazima uwe mwangalifu, kwa sababu tunahitaji watu ambao wamekaa katika utakatifu wa hali ya juu, watu ambao wamebadilishwa, hawaionei haya nchini, maana ni uwezo wa Mungu unaoleta badiliko ndani ya wanadamu. Amen. Kwa hiyo nikutie moyo, tuongeze spidi ya kubadilika, na Yesu anabadilisha. Na mifano watu waliobadilika wako ndani ya Biblia. Tunao baadhi ya watu ambao wamebadilishwa. Moja hapo ni Sauli, mwingine ni yule mama wa Kisamaria. Alipokutana na Yesu, Yesu akawa amesema naye, kuna nguvu imemuingia, akapata uwezo wa kuingia kijijini kutangaza habari za Yesu, kwamba njooni muone mtu aliyeniambia habari zangu. Zakayo, Zakayo ambaye alikuwa ni mtoza ushuru, alipokutana na Yesu akatangaza, nusu ya mali yangu natoa. Kuna nguvu imemuingia kuleta badiliko. Kwa nimalize kwa kusema wapendwa, tutahitaji tubadilike. Tutahitaji wapendwa, turuhusu nguvu ya mabadiliko katika kanisa letu. Kama hiyo nguvu haipo, itabidi tuache, sisi wengine tuache kuhubiri. Kama nguvu hiyo ya badiliko hamna, itakuwa ni ngumu sisi kuweza kuendelea. Nimeona kwangu binafsi, nimeona kwa washirika wengine, nimeona kwa mamangu mzazi, kwa mzee lakini alipookoka hajui kusoma, lakini hiyo nguvu imeingia. Sasa hizi kwa kijiji kizima kinamtambua wokovu wake. Haukuwa wa kawaida, sababu alishatuhumiwa sana, alishaambiwa mchawi, alishafanya vitu vikubwa katika jamii baya. Leo hii ameokoka, akipita yeye ni ushuhuda tu, zunguka hivi ni ushuhuda. Na pandi boda yeye ni kutembea kwa miguu kutoka hapo mpaka Afrika, labda apate gari, akirudi anaendelea kutangaza wema wa Bwana, wokovu wake, jinsi alivyobadilishwa. Ni hata mimi kweli hadi kusoma, lakini kuna vitu ukifanya anatuambia, mbona Biblia neno la Mungu alisema kufanya vitu wake wakifanya hivyo. Najua kwamba kuna nguvu tayari imeingia na kuleta badiliko.
Sasa tunashangaa malizia. Kwa nini watu sisi watu leo tunafanya mambo ambayo dunia inashika mdomo? Kesi zinanijaa ofisini zile mbaya. Hawapenda watu. Nafika hivi. Hivi itasaidia. Tunasema na kinyonge kitaingia. Kwa shaka siku za leo ni yani watoto vijana wokovu kwani kama kawaida tu. Ndio sawa tu. Ile kiu ya Mungu ndani mwao sio kupata. Ninaona kuongeza speed ya nyimbo za kwaya, tupeni nyimbo za kubadilisha, tupeni nyimbo za kubadilishwa. Zipo kwenye Biblia ili kwamba kila mtu anaokoka atazamie kubadilishwa. Usikubali kuendelea na tabia za zamani. Stop. Na namna ya kusimama kufanya haya ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, hakikisha umempokea Yesu. Umepokea wokovu wa kweli kupatikana ndani ya Kristo. Na watoto wetu tumewaambia hivi. Sio assume, usifikirie mtoto wako kuja TAG ameokoka. Usifikiri mtoto wako kuwepo TAG amefanyaje? Usifikiri mtoto wako kuwepo darasa la watoto kule ameokoka. Naomba tuendelee kuongeza spidi ya kuongea na watoto wetu waokoke. Kuna mama nani ukiambia mtoto wako ile, hamna, kimwana unaimba kwaya, unacheza kwaya, yule hawezi kufanya hivyo. Hawa watoto wetu tunawafundisha usipokazia injili ya nguvu ya kubadilisha, utashangaa mambo yatakayotokea. Kwa tuongeze spidi kusema na watoto wetu, na kanisa pia nashukuru Mungu kuweka hiyo program za kusababisha wokovu wa kweli ndani ya watu. Jambo la pili ni ile kuamua moyoni kukataa mambo ya aibu. Kunuia moyoni, kuamua. Danieli akanuia moyoni kwamba sinta. Na liwe, sinta. Nawapenda wa mama wa zamani. Mmewahi kusikia mmoja akisema, unikome kama ulivyo. Nikome kama ulivyo. Kwa hiyo uamuzi wa ndani. Tu anaenda kazini, anaambiwa huwezi kupata kazi hii mpaka ufanye 1, 2, 3. Na hiyo 1, 2, 3 ni uovu. Dada anasema sasa mimi nifanyeje? Na dunia ndio iko hivi. Sasa nitaishije bila kazi? Naona tu afadhali tu sasa mimi nifanyeje? Alafu bahati mbaya akidondoka hiyo kazi wala haipati. Ndio anapata pressure, anaweza kafa. Nina afadhali ufe maskini lakini ndio kungozi. Nasema miaka hiyo kwa vyote niache Yesu. Chukua vyote. Hiyo sentence rahisi kusema kweli wewe leo. Mungu akusaidie. Kwa hiyo nuia moyoni kwamba nimekataa mambo ya aibu. Nimekataa mambo yasiyofaa. Mimi nimeamua kuwa mtu wa Yesu. Wangapi wamewahi kujaribiwa nichukue nisichukue? Nichukue. Nimrudishie nisimrudishie. Ukota simu nzuri kweli. Bwana ameniona. Hapo mwenyewe unamuona kabisa huyo. Kama kuna mtu akaona simu yangu hapa ndio sasa hivi. Wapi. Je, ule wa sasa hivi anakula guys? Tu kabisa anapita hapo. Kama vizuri hapo, anakimbia hivi, amedondosha. Shadondosha wao unapita mpendwa. Unamwona kabisa, Bwana ameniona. Sasa nimepoteza. Hamna. Pole bwana. Pole, Mungu akutie nguvu. Nenda unasikia kwa halali kabisa. Walokole ambao wamesimama wana kuna vituko vinatokea katika sasa hivi, naomba Mungu atusaidie. Jitahidi kufanyaje? Kwa moyo. Jambo la 3 ni kujitahidi kupalilia wokovu wako. Kupalilia maana yake ni kufanya yale mambo yanayokufanya kiroho chako kikue. Moja ya maono ya CAC ni kuhakikisha vijana wao wanasoma Biblia. Mimi nimemuunga mwenyekiti wenu moja kwa moja kwamba kweli somo hili la kusoma Biblia liwekwe.
Saa hizi ukisema jamani vijana mpo, amen, hebu kila mtu ashike Biblia yake, hawana Biblia. Hapo kiwaambia haya fungua kitabu cha Mariamu. Fungua. Utashangaa watu wanatafuta kitabu cha Mariamu. Kwa kuwa Mariamu maarufu basi wanajua tayari Maria amefanyaje? Ameandika kitabu. Ni kutoka kujua. Kwa hiyo nimemunga mkono kabisa kwa sababu ukisoma Biblia, ukaielewa, ukawa na maombi, ukawa na kuja ibadani na ukafanya maombi, hizo ni njia ya kupalilia kiroho chako ili usifanye mabaya. Hebu fikiri wiki nzima ina masaa mangapi? Katika masaa ya wiki nzima umeomba muda upi? Umesoma Biblia mara ngapi katika masaa ya juma? Oh, niko kwenye miokoto bwana. Tuko kwenye miokoto. Haya, tunaokota nini? Kija nyumbani ndio tamthilia ndio zimejaa. Na siku hizi wamejaa wanatoa vifurushi. Unanunua kifurushi kulingana na unachotaka. Mimi nyumbani kwangu nimekataa kununua kifurushi, nanunua kile kitu cha taarifa basi. Jana wanaacha kazi wanakaa hapo na kwa kweli inavutia hata mtu mzima. Hapo tunaendelea kuteseka, uchumi unaporomoka sababu ya vifurushi. Na wote wanaja. Anakwambia tena anakupigia simu. Halo. Wewe ni nani tena unajua jina lako? Una habari? Naomba unipe dakika moja kuongea na wewe. Yeye mnaongeaga nao, usiongee nao. Tena kuna wengine nimeshagundua asante Yesu kuleta. Hivi wewe umeokoka? Naanza injili hapo. Umeokoka au uko tu kwenye nani? Naongea kwa sababu amefundisha ku take care customer care, hawezi kunitukana hata kama nikimpige injili na hiyo. Ana kupigia simu hata napotoka mimi. Sinunui. Wewe si mzee. Mimi mzee wapi bwana wewe? Naangalia vitu ninavyolipa bwana. Nataka hela. Nataka nikiandika hapa nikituma unaweza kupata hela. Ikae kuangalia mtu tena unajifanya mijitu kumbe uongo. Siku hizo wameshatengeneza hii kompyuta yao, wanaweza kubadilisha ile jani likawa kabisa ile jani linakuja jani unakaa kushangilia. Wenzako wamepata hela. Wenzako kapata hela, wewe unakuja kushangilia. Kuku kabisa imeokwa, nyama inageuzwa kabisa na anatokea binti nzuri kwenye kuku. Wewe unafurahia, unapoteza hela yako kwa sababu lazima uwalipe. Lazima wale. Sasa mtu wa Mungu anajua mimi ni mambo ya rohoni tu. Hata nionekane kama nilidigize wa zamani au babu mzee, lakini ni akisema hela yangu nimekaa kwenye mtiririko, bocha yangu naweka tu kwa ajili ya kujua makundi yanasemaje. Kwa shilingi kama 3,000 kwa wiki inanitosha. Na hapa 70,000 hewa tosha kwa mwezi. Weka kifurushi. Naomba hela ujilist hapa na niletee hilo. Bwana apone. Hilo unaleta nikahubiri nchi. Lakini kifurushi chako ina nini? Na wanakudanganyia tu. Sasa watu wajanja wana vifurushi vile vya 30 vya 50. Watusaidie kutu wote na hekima na sisi nikata lilo kanisa. Jambo la mwisho ile kwa mambo mawili, kuamua kuvua mambo ya kale. Ile inasema vueni. Kwa tunavua, natoa hasira, sitaki hasira, sitaki uongo. Mimi sio muongo, natoa. Na bila inasema fanyeni bidii, nang'oa. Sababu ni vitu vimekaa ndani. Na mwisho kuamua kutembea katika Roho Mtakatifu. Anasema mkienenda katika Roho hamtatenda kamwe. Kitabu kile cha Galatia sura ya 5 mstari 16 anasema hamtatimiza kamwe tamaa za mwili kwa sababu tumeenda Roho. Hili ndio kanisa la watu waliobadili. Basta mimi ni mmoja wao. Paulo anasema nifuateni mimi kama ninavyofuata Kristo. Nina mapungufu yangu lakini tu kwa maeneo ninajitahidi simama katika kweli ya Bwana. Nikuachie hilo tu leo kwamba hili ni kanisa la waamini waliobadilishwa, na kama Yesu amekuja kubadilisha watu, naomba tuonyeshe matunda. Kanisa letu limeweka taratibu 3. Kama mtu basi haonyeshi matunda, mnamuita, mnamuonya mtu mmoja mmoja. Kataa muone mtu wa pili. Kataa peleke na watatu. Kataa mlete kanisani tuongee naye. Kataa tunamtangaza kwamba sio mshirika wetu. Na hasa ninyi mnaosimama hapa mbele. Mungu awabariki sana tena mavazi yao leo ninaoangalia. Yaani
akizunguka inapendeza, inapendeza, akitembea inapendeza. Nyie vijana mmenibariki na wakagua, na kuna timu yangu pia inakagua. Kwaya pia hivyo hivyo, tujitahidi tuwe na nguo za kanisani na nguo za kwenda kwenye tendo. Za hapa kanisani lazima ziwe za kumwinua nani? Na mafundi wanaotuharibia nguo mwakemee. Na mimi imenipata wakati ule wa mahangaiko ya harusi. Mtu wangu alienda kwa fundi wa kwanza, akampa maana mimi ni mchungaji, na akachukua miela, mimi ni pastor, nataka kitu changu kinyooke mwagike. Sasa fundi kichwa chake anajua kwenye sendo za sasa modo ni kumtengeneza ule mnyama wa baharini, anaitwa nani? Si unajua hivyo ni kumbani, yani sawa inaonekana, lakini hakikisha amebana huku chini ndio pamwagike. Na wakafanya hivyo. Tumisho watu wamekwenda kujaribu. Na hela naipotelee mbali. Kazi yake karibu laki ngapi? Kaenda kuanza tena huko. Fundi, mimi ni pasta. Nimejua bwana. Lakini na hizi kwa sababu pia kweli najua, kwa mfano kuna vitu ambavyo ni fashion. Lazima uongee na mtu mara tatu, kwa sababu naye anaona akikumwagia ubakie kama lile jibi la miaka mingapi, atapoteza soko. Nani akakutolea hii kama? Sasa naye anaona siwezi kushona hivyo, kwa sababu yeye wenye kutaka nguo mwingine atakuwa anachunga mkono ni wachache kuliko wanaotaka nguo hizi. Ili unapopita pia kuulizwe na kushonea nile kupata soko. Sijui kama ndo mtindo huo, lakini point nataka kusema madhabahuni kuna code dressing yake, naomba iendelee kuwa ndio matokeo yetu ya kufundisha somo hili, mabadiliko. Amina. Lakini pia kwaya pia hivyo hivyo, kwa kuwa tunatumia madhabahu hii moja, la sivyo itabidi niwashushe huko mkae huko chini. Lakini madhabahu hii ni yetu wote, tuvae vizuri na tuweze kutengeneza kanisa la Bwana likae vizuri, ili mtu akija hapa atamani kuendelea kuwepo hapa. Mungu akubariki. Naomba simama nikuombee baraka za wiki hii. Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe na Mungu akuinue, ili kusudi kanisa hili linapoongezeka watu, ikute sisi tuliopo tuna msingi mzuri. Wanakuja watu kutoka waliojeruhiwa na shetani, wao nafikiri ukiokoka tu ni kuja kupata baraka basi. Hawako tayari kuambiwa. Ukimngonya tu jambo, tabia fulani mbaya, yeye anaona unamsumbua. Wanaenda kwenye makanisa ambayo hawahangaiki na mambo ya mabadiliko. Wao wanajua tu ukija toa sadaka, barikiwa, pokea, nenda. No, huwezi kupokea hapa. Lazima maisha yako yalingane na Injili. Mwenendo wenu uendane na Injili. Bwana akubariki. Bwana akuinue. Bwana asababishe mabadiliko kwenye moyo wako.